Kamati ya kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali imeridhishwa na ujenzi wa jengo la ofisi ya makao makuu ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inayojengwa mji wa kiserikali Mtumba jijini Dodoma. Hayo yamesemwa na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali, Mheshimiwa Jafet Hasunga, wakati wa ziara yao ya kukagua jengo hilo na kufuatilia matumizi ya fedha za umma kama zilivyoidhinishwa na Bunge na kujionea uhalisia wa fedha zilivyotumika. Leo kamati yetu imekuja kutembelea maendeleo ya ujenzi wa jengo la Wizara ya Ardhi na Makazi katika eneo hili la Mtumba, ambapo tulikuja kuangalia namna fedha za serikali zilivyotumika, na hasa kwa kuzingatia kwamba karibu zilitengwa bilioni 29, bilioni 27 kwa ajili ya mkandarasi na bilioni karibu takriban 2 hivi kwa ajili ya kumlipa mshauri mwelekezi. Kwa hiyo tulitaka kujua, je, hizo fedha zimefanya nini? Na leo tumeshuhudia ujenzi wa jengo unaendelea vizuri, liko 95% kukamilika na liko kwenye viwango vizuri sana. Kwa ujumla kamati yetu imeridhishwa sana na maendeleo ya ujenzi wa hili jengo vizuri sana, na tumeipongeza wizara kwa kusimamia vizuri pamoja na mkandarasi na mshauri mwelekezo kwa kufanya kazi vizuri. Tumeona kazi ni nzuri sana. Jambo la pili, tumempongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwezo wake, maamuzi yake ya kutoa fedha nyingi bilioni 29 ili wizara hii iweze kupata ofisi za maana na za kisasa katika eneo hili. Jambo la tatu, tumeagiza wizara wahakikisha kwamba wanamsimamia mkandarasi kuhakikisha kwamba muda uliobaki anakamilisha ujenzi wa vitu ambavyo bado kidogo havijakamilika. Kuna maeneo machache ambayo bado hajakamilisha. Kuna baadhi ya kazi. Tunataka zikamilishe mapema ili mwezi huu kiisha basi wizara iweze kuhamia hapa na kuweza kuanza kulitumia hili jengo. Nawapongeza kwa kazi njema, kwa ujenzi mzuri na pia kwa mshauri mwelekezi. Taasisi zote hizi ni taasisi za serikali na hili ndio tulikuwa tunalitaka, kujenga uwezo taasisi za ndani ziweze kushika uchumi, ziweze kubadilisha nchi. Tusitegemee makampuni ya nje kila siku. Ongeleni sana sana. Lakini naombi hapa, nachomekea Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi ombi langu tubadilishe jiji la Dar es Salaam, tuondekane na zile nyumba za vibanda. Unajua unapoingia Dodoma hata ukiwa kwenye ndege, yani angalau unaona mji unavutia. Lakini ukitua Dar es Salaam unakutana vibanda. Lakini ndio tunaishi. Tunasema jiji la kibiashara. National Housing na taasisi zingine. Tunaomba mbadilishe ule mji. Wanatucheka, ndio maana wanatucheka. Buguruni, Vingunguti, yani tubadilishe ngeni, hata tafuta huko duniani huko mkajenga, mkabadilisha, watu wakakaa kwenye makazi bora. Kama Mzee Karume alivyobadilisha pale, akajenga yale na tena alikuwa hana hata engineer, alivuta kamba tu, majengo yako paka sasa imara. Mheshimiwa Masaburi, kuna swala la Dar es Salaam tuibadilishe, tunakubali hili. Na bahati nzuri kwenye sera ambayo tumeizindua hapa juzi ambayo ilizinduliwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya jambo kubwa ambalo tunakuja nalo katika sekta ya ardhi ni kubadilisha maeneo chakavu. Hivi ninavyoongea tumeidentify maeneo 111 nchi nzima na Dar es Salaam maeneo 30 tunakwenda kufanya urban renewal. Tunayabadilisha na kesho kutwa Ijumaa Mheshimiwa Waziri atakuwa maeneo ya kule Msasani pale Makangira, atakuwa anazungukia yale maeneo kwa maana kuanza utekelezaji wa yale ambayo tumejicommit mbele ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sera tuliyozindua kwamba maeneo yote chakavu tunakwenda kuyabadilisha. Kwa nchi nzima tumeidentify maeneo zaidi ya 111 na Dar es Salaam ni maeneo 30. Lakini pia kupitia shirika letu la nyumba la taifa, mmeona pale Kariakoo tumeanza pia kufanya mabadiliko makubwa. Yale magorofa ya Kariakoo, gorofa 4, gorofa 3 tunaziondoa, tunakwenda juu zaidi gorofa 16, maeneo mengine gorofa 10, na kuifanya jiji la Dar es Salaam kwa kweli libadilike. Na tunaamini kupitia sera ya PPP, National Housing, lakini hata kazi wanayofanya kule Kawe, kenda kuna majengo ya kule Samia Housing Scheme kule Kawe, lakini pia yale maeneo ya Morocco, kuna zile Morocco Square, ni majengo makubwa ambayo yanajengwa na National Housing kuibadilisha jiji. Naamini pia tunalifanya kwa nchi nzima. Tunapenda kuishukuru kamati ya hesabu za serikali
kwa kutembelea, na kwa kweli tunashukuru kwa maana wamekuja kuangalia thamani ya pesa ambao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameitoa kwa ajili ya kuwekeza hapa katika mji wa serikali. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kila wakati kuja kutembelea na kutoa ushauri wa namna ya kukamilisha hii miradi. Kama maelekezo yaliyotolewa na kamati hii, tunaahidi kama wakandarasi kwamba kwa niaba ya management na bodi kwamba tutakwenda kutekeleza yale yote ambao wameelekeza kamati hii ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Na pia tutahakikisha kwamba maeneo yaliyobakia ni machache sana kama tulivyowasilisha kwenye ripoti, na tutahakikisha kwamba kwenye mkataba wetu ambao unakwenda kukamilika mwishoni mwa mwezi huu tutakamilisha kila kitu na kuhakikisha mshauri mshitili anahamia katika jengo ili kama ilivyokusudiwa na serikali.